DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha. Program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PJT MAM ni mpango wa kitaifa unaolenga kuboresha maendeleo ya watoto wenye umri wa miaka 0 mpaka 8 nchini Tanzania. Tarehe 12 Machi 2025, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na shirika la Bright Jamii Initiative imeandaa kikao cha tathmini ya utekelezaji wa shughuli za programu hiyo kwa kipindi cha robo ya Oktoba Disemba 2024 kilichofanyika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na kuwashirikisha wataalamu mbalimbali wakiwemo ustawi wa jamii, afya, lishe, elimu, maendeleo ya jamii, polisi na wadau mbalimbali wa maendeleo wanaofanya kazi za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Akizungumza mgeni rasmi wakati wa ufunguzi wa kikao hicho, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ndugu Albert Chalamila amesisitiza kuwa jamii inatakiwa kujitambua na kuwekeza katika swala zima la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kwa hiyo tunapozungumzia masuala ya malezi na kila kitu, maana yake ni nini? Tunapozungumzia masuala ya malezi na kila kitu, tunamaanisha umuhimu wa kujitambua kwa jamii. Si kama mnanielewa mpaka? Tusiporuhusu jamii jitambue, tunachokifanya hapa ni kazi bure. Kwa sababu haitaelewa. Lakini leo mnakuta mtoto hayupo ndani ya siku 2. Unamuuliza mzazi, huyu binti yuko wapi? Binti yako sasa, sijui atakuwa labda kwa rafiki yake. Mara nyingi anakuwa kwa rafiki yake. So simple. Haumi. Unajua kwa nini haumi? Kwa sababu haja invest. Yaani mimba imejiingilia tu. Umezaa tu bure, maziwa yanajitokea bure, mtoto analia bure, yani bure tu. Kakianza kutembea ndio unasema kaacha. Ndio maana mnakuta Mheshimiwa Rais anakuwa na exposure nzuri kubwa, lakini kuna muda knowledge na kila kitu zinazokuja huku chini, mtu katoa tu macho na kuangalia, haelewi, hasikii. Unajua kwa nini? The effect katika kukua zinazopatikana na cognitive development plus essential organs. Jamii yenye ustawi, furaha. Na kwa upande wao wataalamu na viongozi wa ngazi ya mkoa walioshiriki katika kikao hicho muhimu walikuwa na haya ya kusema. Programu hii ni matokeo ya mikakati ya serikali ya awamu ya 6 katika kupambana na changamoto za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ikiwemo changamoto ya udumavu ambayo kwa kweli ilionekana kuwa ni kubwa, na mkoa wako wa Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa 11 iliyokutwa pia na udumavu. Pia programu hii inalenga kupunguza vifo 270 vya watoto walio chini ya miaka 5 kutokana na changamoto ya lishe. Programu hii inasisitiza uwepo wa maafisa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, dawati la jinsia na watoto la jeshi la polisi, lakini maafisa lishe, waratibu wa afya ya uzazi na mtoto, pamoja na maafisa elimu kwa upande wa serikali katika kuitekeleza vyema hii programu. Mkoa wa Dar es Salaam tunaendelea kufanya vizuri katika maeneo ya afya ya uzazi na mtoto, lishe, ujifunzaji wa awali na malezi yenye mwitikio, ambapo tumeweza kutoka katika mikoa 11 yenye kuongozwa kwa udumavu hadi kuwa mkoa wenye kiwango cha chini kabisa cha udumavu Tanzania. Kikao chetu ambacho kinafanyika leo tarehe 12 mwezi wa 3 2025 ni kikao cha tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoa wa Dar es Salaam, ambapo wadau tunakuja kukutana pamoja ili kujadiliana na kuona katika kipindi cha robo ya Oktoba Desemba ni nini ambacho kimefanyika katika utekelezaji wa programu hii. Na kwa hiyo tunakutana hapa maafisa ustawi wa jamii ambao ni waratibu wa programu hii kwenye ngazi ya mkoa na halmashauri, lakini pia maafisa maendeleo ya jamii, maafisa elimu, lakini maafisa lishe, waratibu wa afya ya uzazi na mtoto. Wote hawa pamoja na wadau sasa ambao wanatekeleza katika eneo hili la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, tunakutana pamoja ambapo kila halmashauri inawasilisha kila ambacho wamekitekeleza katika kipindi hiki cha miezi 3 kwenye halmashauri zao.
na lengo ni kuimarisha utekelezaji wa hii programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na ukiona tumepiga hatua, kwa mfano tumeondoka katika mikoa ile 11 ambayo ilikuwa na changamoto ya udumavu katika mkoa wetu. Yote haya ni matokeo ya programu hii, lakini tumeendelea kuimarisha ulinzi, na ndio maana pia hata bila kuwasahau wenzetu wa Jeshi la Polisi tuko nao kwenye kikao hiki wa dawati la jinsia na watoto, ambao pia tunasaidiana kwenye lile eneo la ulinzi na usalama wa mtoto katika yale maeneo 5 ya utekelezaji wa programu hii ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Jamii yenye ustawi, furaha. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Bright Jamii Initiative Bi Irene Fugara katika kikao hicho muhimu amezungumza haya yafuatayo. Tuko hapa kwa ajili ya kutafakari utekelezaji wetu wa programu jumuishi hii kwenye masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tunategemea kupata ripoti mbalimbali kutoka kwenye halmashauri zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam ambazo zimejumuisha shughuli za wadau ambao sio wa kiserikali na shughuli za kiserikali, kwa sababu tunashirikiana kwenye utekelezaji, na mambo yote ya utekelezaji yanatokana na jitihada za wadau pamoja na jitihada za serikali. Kwa maana nyingine, kila kazi zinafanyika chini ya waratibu ambao ni wa kiserikali, na ndio maana siku ya leo kupitia uratibu wa mratibu mkuu wa mkoa ambaye ni afisa ustawi wa jamii, tumepata wadau wote ambao wanahusika na wengine ambao ni wa muhimu sana kupitia wadau wa kwenye taasisi za kidini, pia pamoja na wadau ambao ni wamiliki wa vituo mbalimbali vya kulelea watoto mchana, watoto wadogo, wadau ambao ni NGO za kitaifa na za kimataifa, pamoja na wadau ambao ni vikundi mbalimbali vinavyotekeleza masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Kupitia taarifa za maafisa ustawi ambazo zimejumuisha za wadau pamoja na za serikali, tutapata kujua kwa namna gani shughuli za afya, za lishe, za ulinzi na usalama, za malezi yenye mwitikio zimekuwa zikifanyika kwenye jamii yetu hapa mkoa wa Dar es Salaam. Nao wataalamu toka halmashauri ambao ni waratibu wa programu hii ngazi za wilaya walikuwa na haya ya kusema. Leo tuko hapa kwa ajili ya kutoa taarifa ya utekelezaji wa kazi ambazo tumezifanya kuanzia Oktoba mpaka Disemba, yani robo ya pili. Kwa kweli nimefurahi kwa sababu hapa kwanza tunafanya kazi pamoja. Tunaonyesha ule ushirikiano ambao kwenye halmashauri zetu tunaufanya. Hapa tuko halmashauri 5, yani Kigamboni, Ilala, Temeke, Ubungo pamoja na Kinondoni, lakini kila halmashauri tumeungana kama idara, vitengo, tumefanya kazi pamoja, ambayo leo tumekuja kutoa taarifa kwa ajili ya hii project ya mama ambayo ni malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto ya awali kuanzia miaka 0 mpaka 8. Kwa majina anaitwa Bilivu Wilfred Makunge, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka manispaa ya Kinondoni. Siku ya leo tunafanya mawasilisho ya programu ya PJT Mom, ambapo tunashirikiana na wadau mbalimbali kama maafisa elimu, afisa lishe, afisa maendeleo ya jamii, afisa ustawi wa jamii, mratibu wa afya ya mzazi na mtoto. Katika siku ya leo katika kufanya hayo mawasilisho tunajifunza shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya kwa ajili ya kusaidia malezi na makuzi ya mtoto kuanzia miaka 0 mpaka 8 ili kumsaidia katika kukua kiutimilifu, kiafya, kiakili, kielimu na mambo mengine. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha.